Tunavyozungumza, Al-Hikma Foundation imekwisha ozesha vijana 370. Hatua nyingine iliyobeba uzito mkubwa zaidi, kwa sababu ndoa haisimami kwa ahadi pekee, bali hukamilishwa kwa kutimizwa masharti yake. Ndipo kamati ya ndoa chini ya Al-Hikma Foundation ilipoanza safari ya kupeleka mahari kwa watarajiwa wa ndoa hizi, safari ambayo haikuwa ya kawaida wala ya kukamilishwa kwa kukaa ofisini. Magari yakawashwa, safari zikapangwa, wajumbe wakaanza kuikata Dar es Salaam kutoka pembe moja hadi nyingine, wakibeba amana ya kutekeleza ahadi iliyo kamati ilifika, lakini pia kwa wale mawali ambao walikuwepo Dodoma, Singida, Mwanza, Morogoro, Tabora na Kigoma. Wengi wao walituma wakilishi wao hapa Dar es Salaam kupokea mahari kwa niaba ya familia zao, hatua iliyopanua zaidi wigo utekelezaji wa ahadi hiyo. Kule ambako mahari ilipangwa kwa fedha taslimu, fedha hizo zilikabidhiwa kwa taratibu maalum, na kule ambako makubaliano yalihusisha samani za ndani, napo watu waliibeba mizigo na kuifikisha ilipokusudiwa. Ilikuwa ni safari ndefu ya jasho na kujitolea, safari iliyoonyesha kuwa wakati mwingine ahadi njema huhitaji miguu ya kutembea, mikono ya kubeba na watu wa kusimamia hadi ifike salama kwenye mlango anayehusika. Ni ukweli usiokanushika kuwa faraja inayopatikana kwa wanandoa hawa hukosa kadiri wala kiasi, faraja ambayo ni adimu kupatikana sokoni, haikuuzwa wala kukopeshwa, lakini Al-Hikma Foundation waliitoa bure buleshi kwa wanandoa hawa, na hizi ni sauti zao baada ya mahari kufikishwa sehemu husika. Mahari imefika, tunashukuru, alhamdulillah. Tumetolewa mahari kwa uwezo Mwenyezi Mungu, jambo letu limefika. Kwa hili shukrani nyingi sana kwa taasisi ya Al-Hikma Foundation. Mwenyezi Mungu awazidishie riziki, muwe na moyo huo wa kuwasaidia watu. Asanteni sana. Baada ya zoezi la mahari kukamilika, safari ya ndoa hizi haikuishia kwenye makabidhiano na taratibu za kifamilia pekee. Ikafuata hatua nyingine muhimu, hatua ya kujenga maarifa kabla ya kujenga makazi. Kupitia semina maalum iliyoandaliwa na Al-Hikma Foundation, watarajiwa wote wa ndoa hii walikutanishwa chini ya paa moja ili kupewa mafunzo yatakayokuwa taa ya kuongoza katika maisha yao mapya. Na hapa mashehe wakawafunda kwa dhati na kwa uwazi, wakiwakumbusha haki na wajibu wa kila mmoja, misingi ya mapenzi, kwa dhati na kwa uwazi, wakiwakumbusha haki na wajibu wa kila mmoja, misingi ya mapenzi, saburi, mawasiliano na namna ya kuijenga ndoa inayosimama katika misingi ya dini na maadili. Ukiwa umeoa, umepata mke wa kikweli kweli, umechagua vizuri, maana ukichagua vibaya utakuja kusema ndoa ni mbaya. Na wewe mwana wa kike, nawe umetulia ukachagua mume vizuri, utatulia na utapata raha. Na hakuna kitu cha kumtuliza mume zaidi ya mke, na hakuna kitu cha kumtuliza mke zaidi ya mume. Mwanamke mwema hazaliwi tu, mwanamke mwema anaandaliwa na kujengwa na mwanaume. Haitowezekana kumjua tabia zilizo kamili, uhakika wa mwanamke alivyo, mpaka umuoe uishi naye. Enyi wanaume, ikitokea wake zenu wakawachukiza nanyi mkawachukia, mfanyeje? Piga chini. La, acheni jazba vijana, habari ya piga chini hilo alimo. Wakiwachukiza msiwapige chini, wakiwachukiza msiwaache, wakiwazingua msiwazingue, bali fanyeni subira. Qur'ani inasema fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Huenda mkalichukia jambo, kumbe Allah ndani yake kalijalia kheri nyingi sana. Ikiwa watu hujulikana kwa tabia zao, basi miti hujulikana kwa matunda yake, na Al-Hikma Foundation hujulikana kwa mambo yake. Usisahau, hii ni mara ya 5 mutawalian Al-Hikma Foundation inafanya jambo hili tangu ilipoanzisha rasmi mwaka 2023, na ndoa zote hizo ni matokeo ya mashindano makubwa ya Qur'an ya mabara yote ulimwenguni ya kila mwaka, ndipo hutangazwa jambo hilo. Kuozeshwa kwa vijana hawa leo kunafanya jumla ya ndoa 500 tayari zimefungwa chini ya Al-Hikma Foundation tangu ilipoanza jambo hili, ambapo
mwaka 2023 iliozesha ndoa 70, mwaka 2024 ikaozesha ndoa 100, na mwaka jana taasisi ikaozesha ndoa 200, 100 zikiozeshwa Bujumbura katika nchi ya Burundi na 100 zikaozeshwa hapa Dar es Salaam nchini Tanzania, na kwa mwaka huu ni 130. Kwa hakika hili ni jambo lililovuka mipaka ya kawaida. Al-Hikma Foundation wamejenga daraja kati ya ndoto na uhalisia, kati ya ahadi na utekelezaji, na kati ya matarajio ya wengi na mafanikio yaliyogusa mioyo ya jamii nzima. Bila shaka jambo hilo lilikuwa ni neema kubwa na fursa adhim kwa wanandoa wote na ahali zao, kwani thamani ya kilichofanywa na Al-Hikma hakipimiki kwa macho ya kawaida. Hili si tukio la leo tu, bali ni alama ya historia, ni darasa la jamii, ni mwanga ulioachwa katikati ya giza la changamoto za maisha ya ndoa kwa vijana wengi. Asante Al-Hikma kwa kazi iliyotukuka. Dunia imeshuhudia, binadamu wameguswa na stara imepatikana. Ni wachache mno wawezao khiari ya kujikalifu wakati wa taklifu, au wasio na hofu ya kujiadhimu adhama inapohitajika. Mungu aipe nguvu taasisi hii na amjaze jaza njema rais wa taasisi Sharifu Abdul Qadir Al-Ahadal, mkurugenzi mkuu wa Al-Hikma na dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mwenye enzi na ulimwengu awajali viongozi hawa pamoja na wasimamizi wote wa jambo hili kheri na baraka zisizokatika, wawe mfano wa watu walioota mbawa za kheri, mbawa ambazo zitawafunika wakati wa baridi na kuwapepea wakati wa joto kali. Mola mlezi azilinde nyoyo zao, azitie nguvu katika nia zao, na walinde dhidi ya sumu ya vijicho na mishale yenye husuda na maneno ya wenye kukatisha tamaa. Asante kwa kuwa nami katika safari hii ya simulizi, maneno na taswira. Nimeongea mmeona, nimepita mmehisi, hivyo sina budi niweze kutua tanga kisha nitie nanga. Tutasikizana wakati mwingine palipo na majala ya muumba wa mbingu na nchi. Nataraji kama maji yakikupita hayakosi kukuacha na ubaridi, nami naamini haya maneno yamepita kwenu na kuacha joto la kumbukumbu na tabasamu la ndani kwa ndani. Abdullahi mwana wa Maalim Mashi, Kishki TV.